Muda wa kutembelea baadhi ya mabanda ambayo yapo katika eneo hili na kujifunza vitu mbalimbali ambavyo wenzetu katika maeneo yao wanavifanya. Asubuhi hii nilipoingia hapa nilitembelea banda la Chuo Kikuu cha Ardhi ambapo nilikuta ubunifu wa hali ya juu, na ni jambo jema sana kama ubunifu wa aina hiyo unaweza ukaendelezwa na ukalifikisha taifa mahali ambapo tunapohitaji kuwepo, hasa kwenye malengo yetu tuliyojiwekea kwa dira ile ya 2050. Pale katika banda la Aru nimeona wanatengeneza ama wanabadilisha nywele hizi ambazo tunaenda kwa vinyozi tunanyoa, zinakuwa mbolea. Kwa hiyo kumbe nywele zinaweza kubadilishwa na kutengenezwa mbolea ambayo inaweza kutumika katika kuzalisha vitu mbalimbali mashambani, lakini katika kufanya mambo mbalimbali ya urembo kama watu wanaopenda kufanya shughuli za gardening na vitu vingine vya aina hiyo. Lakini katika banda hilo hilo pia nimeona wamefanya ubunifu wa kutumia magamba ya samaki ambao sisi tumebarikiwa kuwa na samaki wa kutosha, tumia magamba ya samaki na kuwafanya magamba yale yawe mifuko ya plastiki, mifuko hii ambayo tunatumia kubeba vitu mbalimbali. Sasa kitu kimoja ambacho nimekuwa nikiwaza, nikasema sasa kama hawa wanaweza kufanya vitu kama hivyo, ni namna gani wanaweza kushirikiana na sisi sasa kama VETA ili tuweze kufanya sasa hiyo shughuli ambao wanaifanya iendelee kuwa kubwa na iendelee kuimarika, na wote tuweze kufikia tufike katika zile hatua ambazo tunaweza tukasema kwamba product hii sasa tumeitoa katika hatua hii ya aina fulani na tumeipeleka katika hatua nyingine ambayo ni kubwa zaidi. Na ninaamini nikitembea katika mabanda mengine sehemu nyingine, na kitu ambacho nitakifanya, nitatembea kwenye mabanda mengine pia, utakuta kuna ubunifu wa namna mbalimbali ambapo ubunifu ule kama tunaweza kushirikiana pamoja na VETA, na sisi kazi yetu kubwa ni kuhakikisha ushirikiano huo unatokea, basi mafanikio yataendelea kuwa makubwa na makubwa na makubwa zaidi. Kama kauli mbiu inavyosema, tambua soko, ongeza tija, kutekeleza dira 2050. Sasa kulitambua soko lipo, lakini pia tuwatambue sasa kuna wazalishaji, watu mbalimbali ambao ni participants katika mnyororo ule wa thamani, na mnyororo ule wa thamani ukishakuwa shirikishi, basi tunaweza tukapata vitu mbalimbali ikiwemo ajira, lakini kuwawezesha Watanzania kupata products ambazo sasa zimetengenezwa Tanzania na zinazoweza kutumika katika mazingira yetu maybe kwa bei nafuu na kwa bei ambayo kila mmoja anaweza aka-afford. Sasa haya ni ya ujumla, nimeona nianze nayo. Lakini kubwa zaidi ni kwamba VETA tunaendelea. Mwaka jana tulikuwa katika mabanda haya ya 88 tulioonyesha bidhaa mbalimbali ambazo zinaweza kutumika katika kuimarisha masuala mbalimbali ikiwemo kilimo, lakini na viwandani pia. Mwaka huu tunaona kwamba kuna nyongeza ya products ambazo zimejitokeza. Tunaona kuna mashine zilizopo hapa kama ambavyo mnaoziona, lakini mnaona na wabunifu na watengenezaji wa bidhaa mbalimbali pia wako hapa. Kwa hiyo kila siku, kila mwaka tunaendelea kukua, tunaendelea kuimarika, na katika kuimarika huko basi watu wanajipatia ajira, watu wanajipatia kazi, kwa sababu VETA ni ajira, VETA ni kazi. Yaani vyote hivyo vinawezekana ndani ya VETA. Na VETA ikimtoa mtu ambaye amemaliza masomo yake katika hatua fulani, huyo mtu anaweza kutengeneza ajira, lakini inaweza mtu huyo anaweza pia kwenda kufanya kazi kutokana na study ambayo ameisomea, na study ambayo inaweza kumletea manufaa zaidi katika maendeleo ya jamii, na jamii yenyewe ikaendelea kunufaika. Sasa haya ndio kazi ambayo tunaifanya VETA. Kila mwaka tunajitahidi kuongeza ubora, kuongeza tija, kuongeza vitu ambavyo vinatengenezwa ndani ya VETA. Tunawaahidi kwamba hata mwaka ujao vitu vingine vitaendelea kuongezeka, lakini lengo kubwa ambalo tunalihitaji ni kuanza kufanya biashara ya hivi vitu, commercialization. Kwamba tukiweza kuvicommercialize hivi vitu, tutakuwa tumefungua viwanda, tutawezesha kufunguliwaji wa viwanda vya aina mbalimbali, tutawezesha vijana wetu kuweza kupata ajira ambazo zinaaminika, tutaweza kuwezesha vijana wetu kupata kazi pia ambazo zinaaminika, na tutafika mahali ambapo sasa swala la kazi, swala la ajira linaanza kuwa historia. Of course, changamoto za ajira, changamoto za kazi
huwa zinakabili mataifa mbalimbali yaliyopo ambayo yapo hapa duniani, na ni jambo ambalo kila taifa linapambana nalo, lakini kwa kiwango fulani unaweza ukapunguza hizi changamoto za ajira, changamoto za kazi, kwa sababu kama tunavyosema kazi zipo na ajira wakati mwingine zipo, lakini shida kubwa inakuwa ni namna ya kujua kwamba hizo ajira ziko wapi, hizo kazi ziko wapi. Lakini ukipita VETA saa nyingine inaweza kuwa ndio barabara ya kukuonyesha kwamba hizo ajira ziko mahali fulani, kazi ziko mahali fulani, na kwa namna moja tu watu wakishirikiana tunaweza tukafikia yale malengo ambayo tunahitaji kuweza kuyafikia, na tukalifanya taifa letu lianze kuwa sasa taifa la ule uchumi unaotarajia, uchumi wa kati wa juu ifikapo mwaka 2050. Na hili linawezekana, na VETA sisi tunaamini kabisa kwamba haya tunaweza kuyatekeleza na tukayafanya vizuri kabisa. Wito wangu sasa kwa wananchi, kwa Watanzania wote, jamani, VETA hii ipo na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametusaidia sana. Tumefikisha VETA karibu katika wilaya zote na mikoa yote. Tunamalizia tu hatua za mwisho. Kwa maana ya VETA ipo sehemu yoyote ile ambapo unahitaji VETA iwepo, kwa maana katika ngazi ya wilaya, katika ngazi ya mikoa. VETA hizi, vituo hivi vinatakiwa vitumike sasa kusaidia wananchi kupata ujuzi, kuendeleza ujuzi walio nao, kurekebisha pale ambapo ujuzi una changamoto 2-3, na ile itawasaidia Watanzania kuweza kufikia sasa yale malengo ya kuwa na stadi, kuwa na elimu, kuelimika na kuweza kufanya vitu vya aina mbalimbali ambavyo vinahitajika kufanyika nchini. Niwaombe Watanzania katika ujumla wetu, twendeni VETA, twendeni tukajifunze vitu mbalimbali, twendeni tukapate stadi, twendeni tukaimarishe stadi zetu ambazo tuna. Kwa sababu wengi pia tuna ujuzi tayari. Ule ujuzi unahitaji kuimarishwa tu kwa namna moja au nyingine, ili mtu aweze kufanya kitu ambacho kinaendana na wakati, lakini kinaendana na mazingira ambayo anapoishi, lakini kinaendana pia na mahitaji ambayo jamii itakuwa inayo. Sasa haya yote yanaweza kufanyika ndani ya VETA, yanaweza kufanyika katika vituo vyetu vilivyopo katika wilaya, vituo vyetu vilivyopo katika mikoa, lakini kuna hivi vituo ambavyo tunavyo katika ngazi ya taifa, navyo vinaweza kufanya masuala haya ya kuendeleza ujuzi, kujenga ujuzi, kuimarisha ujuzi, ili taifa liweze kupiga hatua katika masuala yanayohusiana na stadi, na hizi stadi sasa zichangie katika ule mnyororo wa kuweza kutengeneza vitu mbalimbali ambavyo tunavyohitaji kwa ajili ya maendeleo yetu. Haya yote yanawezekana ndani ya VETA. Karibuni sana.